kwanza ilikuwa ndogo, kisema kidogo muone ilikuwa kubwa. Hata mng'ao wa jezi unaona umebadilika. Ile kola ilikuwa ina muone imebana mno, lakini sasa hivi kama vile imejiachia. Kwa hiyo wamejaribu kujirekebisha kulingana na makosa ambayo walifanya nini. So binafsi kwa mimi nimechukua fursa hii kwa sababu ilikuwa kuhusiana na issue ya wizi. Na ndio wezi hao ambao pirates ambao wamekuwa wakifiatua jezi fake, kudili nao ni kazi ngumu sana. Inawezekana ikawa ni sababu ya msingi Afrika wameitoa baada ya kwamba hizi jezi kwa sababu labda ya kuwachanganya wale pirates, lakini kwa namna moja ama nyingine pirates sidhani kama inaweza ikawa na njia nzuri ya kuweza kuwazuia. Yaani inaweza ikawa ni njia sahihi ya kuweza kuwazuia pirates. Wao wanaangalia design ya jezi na wao wanaenda kudesign kama kile ambacho wao wanafanya nini ulichokidesign. Njia ya kuwazuia wezi hao ambao wamekuwa wakisifiatua hizi jezi fake ni kudili nao kwa perpendicular, yaani ile ng'adu kwa ng'adu, kitu ambacho inaonekana wameshindwa. Kama shao kwenda pale kwa sisi ni keko siku hapa kana kukamata mzigo. Unakumbuka ile clip ile? Unakumbuka ile? Hali ilikuwa tete. Ilikuwa ni ngumu kabisa kudili. Ilikuwa mpaka waziri aliwahi kuingilia, akaingilia ile swala, mambo yakawa mengi kiasi kwamba ile swala inaweza ikaja kesho, lakini ilikuwa ni ngumu. Kaka, kudili na wale pirates inahitaji nguvu ya ziada, si kutoka tu kwenye vilabu, mpaka mamlaka za kiserikali zinapaswa kuingilia hili swala, kwa sababu tukiwa kweli kidogo wawekezaji wanawekeza fedha nyingi sana kwenye vilabu kwa ajili ya kutengeneza hizi kits. Sio love. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri Africans wamesoma kitu baada ya kuona soko ni gumu, baada ya kuona jinsi zilipokelewa vibaya, wameamua kuja na mtindo mwingine. Na isingekuwa mimi ningeshauri isingekuwa mbaya pia wangebadilisha hata style, kuja na style nyingine. Sababu watu wanaoji vipi walionunua mzigo wa jumla, na maana wengine bado hawajamaliza ule mzigo wa mwanzo. Huoni kwamba ni hasara Young Africans ni kama wamefanyia ubaya ubwela wateja wao ambao wamechukua mzigo mkubwa, na sijui watawafidia vipi au sijui wao watakuja na kauli gani, kwa sababu hapo ina maana kitendo cha watu kuchukua zile jezi zingine, kununua zile jezi zingine. Kwa mfano mtu anaweza kama amechukua ule mzigo bado wanao mpaka hivi sasa, sio lazima, alafu zinatoka jezi zingine kwenye soko kiuhalisia, utakuwa umewaathiri wale ambao wanachukua mzigo ule mkubwa, zile jezi za jumla na kushika na kuziuza. Kwa sababu tukiongea ukweli, kuna baadhi ya jezi mpaka leo bado hazijauzikana. Watu wana mzigo mkubwa tu umekaa, alafu ghafla zinakuja tena jezi mpya. Sio lazima kiuhalisia inaenda kuathiri moja kwa moja biashara baadhi ya watu. Sijui labda wao inawezekana labda wamekaa chini wamezungumza na wale watu ambao wana mzigo labda wakakubaliana, lakini kiuhalisia ukichunguza na ukafanya utafiti tu, kwa hali ya kawaida inawaumiza wale ambao walinunua mzigo wa kwanza. Wale ambao wamenunua mzigo wa kwanza sasa hivi kibiashara ni kweli na wao wamemaliza. Ninyi mnajisifu kama klabu mmefanya nini? Mmemaliza. Wao ambao walinunua zile jezi kwa jumla na wao wamemaliza. Kwa kiungwana kabisa mimi nilikuwa nafikiria, kwa sababu Young Africans walikuwa na nia njema kabisa ya kudili na pirates, wangesubiri tena msimu unaokuja sasa ili kutengeneza hiyo security nzuri zaidi, ili kutokuwaharibia biashara wale ambao walichukua mzigo mkubwa ule wa kwanza, ambao mpaka hivi sasa hawajafanya nini, haujaisha. Hiki tunasema vitasura hii imekaje? Msimu mmoja unazindua jezi mara mbili. Mimi kwangu ndo naanza kuona Kabwe, sijajua kwa upande wako hili limekaje Kabwe. Kwa hiyo ina maana watu jezi wanavaa vipi, namna ambavyo msimu labda Young Africans wenyewe hizo jezi wanazitumia vipi sasa kwenye msimu? Na ndio labda ilipaswa kuwa na design tofauti. Yaani ingekuja labda ingekuwa na utofauti. Sijui na lafuri. Yaani jezi
ambayo iliyotoka mara ya kwanza na hii ambayo imetoka mara ya pili tungeona tofauti, kwa sababu kuna kipindi fulani hapa katika tulikuwa tunazitoa mpaka jezi za kimataifa, tunakumbuka, lakini zilikuwa tofauti kiasi ambacho hata mfanyabiashara mwingine, hata yule mfanyabiashara ambaye alichukua jezi za kwanza anaweza akachukua huu mzigo mwingine mpya ambao una design tofauti. Simula vizuri. Hapa tunajaribu kuwatetea wafanyabiashara ambao na wenyewe pia wamekuwa wakitoa fedha zao kwenda kununua jezi kwa ajili ya kuwauzia hao mashabiki au wachuuzi wadogo wadogo. Sijui umeelewa vizuri? Yaani kama in Africa wangetoa design tofauti na ile ambayo ilitoka kwangu mimi ni kwa nini kuliko hivi sasa kutoa design ile ile. Alafu bado sokoni kuna watu bado wanasuuza zile jezi. Na mimi nazungumzia kwa msimu inakuaje kwamba wanavaa vipi? Sio mimi binafsi sioni kama ni tatizo. Sioni kama ni shida. Sioni kama ni shida. Ila shida inakuja sehemu moja. Shida inakuja jezi zilizozinduliwa leo na zile zilizozinduliwa mwanzoni mwa msimu design yake inafanana. Ni zile zile. Sijui labda wachukua huu mzigo na kwa labda sijui watawapa huu mzigo bure wale wafanyabiashara, lakini kiuhalisia unawapa mazingira magumu wafanyabiashara ambao walinunua ule mzigo wa kwanza. Na kama jezi zingekuwa bora asingetokea yote ya kama. Ndio maana unaona Simba Sports Club hawajataka kuzindua jezi zile. Simba Sports Club waliweka bar moja. Kwa nini waliweka bar? Sababu ya originality ya ile jezi. Jezi fake utaijua na jezi original utafanya nini? Pamoja na kubeza kwao kote, walibeza nini na nini, lakini Simba inaonekana walikuwa makini sana kwenye issue ya jezi. Na ndio hapa tunashauri vilabu vyetu vijaribu kufanya kazi na kampuni za kimataifa. Sababu unapozindua jezi kali na bora ambayo ni ngumu watu wengine kukopi, kirahisi kabisa unaweza kufanikiwa kwenye swala. Mashabiki wa Yanga wanapaswa kuoje kwenye wenye akili timamu na wenye nia ya dhati na mapenzi yao wanapaswa yaani wale ambao wanauelewa kuhusiana na mpira, kuhusiana na klabu, kuhusiana na faida ya klabu wanaweza kuona. Lakini kwa sababu mashabiki zetu sisi ni waoya, ni mashabiki ambao wanapelekwa na hisia kuliko uhalisia, wanafikiri kuvipenda hivi vilabu ni kutuongea ukweli. Wanaamini kuvipenda hivi vilabu haupaswi kukosoa. Hauwezi kuona hao mashabiki wakihoji kusema sababu matokeo yake tutahoji sisi wabukuzi, watu ambao tunapenda mpira na tunawatakia heri mpira na tunatakia heri mpira wetu, lakini vile vile tunaangalia engo zote mbili, kwa biashara wao Young Africans pamoja na mashabiki. Sisi tunaweza tukaona, lakini mashabiki wengi wa Tanzania na mashabiki wengi wa Simba na Yanga ni ngumu kuhoji, hususan kwenye hili kwa Young Africans. Kwenye hili ni ngumu kuhoji wao kwa sababu wanajifanya wanaipenda sana klabu kuliko mpira wa miguu. Kwa ni ngumu wao kuhoji, ni ngumu wao kuzungumza au hata kukosoa, kwa sababu wanaamini kuipenda klabu hata ukidanganywa wewe unapaswa kusapoti, au hata kama kitu ni kibaya wewe unapaswa kukosoa. Ndio wanaamini ndio kuipenda klabu. Kumbe unaweza ukaipenda klabu na ukakosoa na ukashauri kwa njia nzuri, ili hadi klabu yako iendelee kufuata misingi mizuri na ifike ambapo sehemu inapotakiwa kwa usahihi zaidi. Binafsi mimi naona hiyo.